Tuendelee na taarifa habari zaidi. Habari za asubuhi mtazamaji wa TBC1, karibu katika taarifa ya habari. Msomaji wako ni mimi Raheli Muhando. Serikali imesema haiko tayari kuongeza muda wa ujenzi wa barabara za kiwango cha lami unaofanywa na makampuni matano ya ujenzi kutoka nchini China, na kuonya kwamba mkandarasi atakayeshindwa kukamilisha kazi yake kwa muda uliopangwa hatalipwa. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Gerson Rwenge ametoa msimamo huo wa serikali baada ya kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa barabara za kiwango cha lami zenye urefu wa zaidi ya kilomita 295 unaofanywa na makampuni matano ya ujenzi kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 333 na kukuta ujenzi wake upo nyuma ya muda. Mwandishi wetu Niko Mwebale kutoka Tabora ametuandalia taarifa zaidi. Hii ni barabara ya Tabora Urambo ambayo imegawanywa sehemu mbili, ambayo ujenzi wake unasuasua licha wakandarasi wa barabara hizi kulipa fedha zao, huku wakiomba kuongezewa muda ili kukamilisha kazi hiyo. These poor people has not money. The payment has been delayed. Money will be paid, don't worry. So this one is one. Money is there. I know that the money will be paid. That's not your role. About money is not your role. That is the role of the government and the company. You, for me, I am interested only in quality and to certify the payment. That's good. After. Okay. Kufuatia kusosoka kwa ujenzi wa miradi hii kwa visingizio vya kucheleweshwa malipo, Naibu Waziri wa Ujenzi amesema serikali haitakuwa tayari kuongeza muda na kuonya kuwa mkandarasi atakayeongeza muda atatumia gharama zake. Sababu ya kuchelewesha kulipa malipo hiyo haina msingi, kwa sababu mkandarasi anapokuja kuomba kazi na tunapompa huwa anasema ana hali nzuri ya kifedha na ana turnover kubwa, ndio maana tunampa. Kwa hiyo swala la kutaka kupata fedha akishafanya kazi tunamlipa, na sasa hivi tumeshawalipa. Hakuna mkandarasi ambaye anasema hajalipwa. Wamelipwa, lakini inabidi wazalishe sasa ili wapate fedha zingine. Baada ya angalizo hili la naibu waziri, wawakilishi wa makampuni ya ujenzi ya Chico na CECC kutoka China yanayojenga barabara ya Tabora Ndono na Ndono Urambo wameahidi kuongeza jitihada za kukamilisha kazi hiyo kwa wakati. If you can give for financial support, I think for next year's October. Here we are trying our best to make sure that Tabora, people in Tabora, they could get the Denmark road as soon as possible. We promise that. Together we build our country. Wananchi wa Urambo wanasemaje juu ya mradi huu? Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Urambo, Adam Malumkwi, anawasemea. Wananchi wana hamu sana kuona barabara ya lami. Ndicho wanachozoona kama inachelewa. Hamu kubwa kwa sababu ni miaka nenda tangu uhuru hatujaona barabara ya lami kwa kanda ya magharibi. Ndio maana wananchi wana hamu mradi ukamilike haraka ili waweze kufaidi matunda ya barabara hii. Kwa mimi niombe tu serikali iendelee kufuatilia na kusimamia vizuri ili mradi huu ukamilike. Kutoka Urambo Tabora, ni mimi Niko Mwebale wa TBC. Ujenzi wa uwanja wa ndege wa mjini Bukoba mkoani Kagera umeanza baada ya kuchelewa kwa muda wa miezi 4, ambapo serikali imeahidi kuwalipa fidia kwa awamu wananchi waliobomoa nyumba zao kupisha ujenzi huo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Chazi Mwebea kutoka mjini Bukoba. Baada ya ziara ya naibu waziri wa mawasiliano na uchukuzi Charles Tizeba kufanya ziara fupi kukagua uwanja wa ndege wa mjini Bukoba, ambapo awali katika taarifa ya mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali mstaafu Fabian Masawe anatoa kilio cha fidia kwa wananchi 41 ambao bado hawajalipwa. Changamoto kubwa hadi sasa ni wananchi 4 tu ambao wamelipwa. Wengine 41 bado hawajalipwa. Maneno ni mengi, wanataka kuandamana wakati fulani, nataka kuja huku, nikamwambia msubirini kwanza, mheshimiwa waziri anakuja, naibu waziri anaweza akatuambia hali ikoje. Naibu waziri Tizeba akataka maelezo kutoka kwa naibu mkurugenzi wa wizara hiyo White Majura, ambaye anasema serikali imejipanga kulipa jumla shilingi bilioni 1.9 kwa awamu kwa wananchi hao. Katika kulipa tumetenga katika makundi mawili kutokana na pesa tunazopata kutoka serikalini. Kundi la kwanza ndio la watu 4 wale. Kwa hiyo hao wengine wanaofuata tutawalipa katika kota zinazofuata, lakini lengo letu ni kwamba ndani ya mwaka huu wa fedha tukamilishe fidia
kwa wote ambao wametathminiwa. Pamoja na ahadi ya kuendelea na ujenzi huo, naibu waziri Tizeba anasema serikali inasubiri vitendo zaidi na kumshauri mkandarasi kampuni ya CGG ya Italia na Meko ya hapa nchini kukamilisha ujenzi wa uwanja huo mwakani kama pande zote zilivyokubaliana. Kwanza mkandarasi yuko nyuma ya wakati kwa miezi takriban 4. Wamekuwa naendelea kubishana na mhandisi mshauri na hivyo wamesababisha ucheleweshaji mkubwa. Leo wametuthibitishia kwamba labda hayo matatizo waliokuwa nayo sasa wameyamaliza, lakini sisi kuyamaliza kwao ni kuona vitendo vyenyewe vikitokea on the ground. Yaani kwamba kazi zitakapoanza ndio mimi nitaamini kwamba kweli hayo matatizo waliokuwa nayo yamekwisha. Vinginevyo tulichosema kwamba wajitahidi wabadilishe ile ratiba yao ya kazi, sisi tukabidhiwe uwanja kwa wakati uliokuwa kwenye mkataba. Pamoja na kufanya ziara hiyo katika uwanja wa ndege wa mjini Bukoba, naibu waziri Tizeba amezungumzia suala la usafiri wa majini, ambapo amesema kwa sasa serikali iko katika mchakato kutafuta wahandisi washauri kupitia kampuni moja nchini Canada ili kutengeneza meli 3 zitakazotumika ziwa Victoria, Nyasa pamoja na Tanganyika. Tekelezwa kama ilivyoahidiwa. Tuko katika hatua ya kupata mhandisi mshauri kwa ajili ya usimamiaji wa ujenzi wa hizo meli 3. Charles Mubia, TBC, Bukoba. Na wakala wa nishati vijijini REA wametoa mafunzo kwa wanawake 25 wa vijiji vya Tuli, Lukuyu, Misongeni na Buhela vilivyopo katika wilaya Morogoro yanayohusu matumizi mbadala ya nishati ili kuhifadhi mazingira. Nishati hiyo inatokana na malighafi inayopatikana katika mazingira yanayowazunguka ambayo ni mabaki ya mazao mbalimbali yakiwemo ya mpunga, mahindi, miwa na mazao mengine. Mwandishi wetu Praxeda Mtani kutoka Morogoro ameandaa taarifa ifuatayo. Wilaya Morogoro Saidi Amanzi amefungua mafunzo ya utengenezaji wa nishati mbadala katika chuo cha maendeleo kilichopo Bigwa, akisema wananchi wengi wakijua na kutumia teknolojia hiyo itasaidia kupunguza uharibifu wa mazingira. Ni dalili kwamba misitu yetu inateketea, miti inakwenda. Nyinyi mkiongeza juhudi hizi, mkatoa nishati mbadala, mkasaidia kueneza nishati mbadala katika vijiji vyetu vingi, hii kasi ya uharibifu wa misitu itapungua. Kwa upande wake mwakilishi wa REA Hussein Shamdas anazungumzia lengo la mafunzo hayo, huku mwezeshaji wa mafunzo hayo Ombeni Mwiteni akizungumzia mafanikio yaliyokwisha patikana tangu kuanza kutolewa kwa mafunzo hayo. Nishati nyingi inayotumika kwa ajili ya kupikia ndio inayoharibu sana mazingira. Ukiangalia mkaa pamoja na kuni. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba baada ya kupata mafunzo mazuri ya namna gani ya kutengeneza majiko ambayo yatakuwa ni rafiki kwa mazingira, tuna matumaini kwamba katika mkoa wa Morogoro na kwa nchi yetu yote kwa jumla mazingira hayataharibiwa. Katika vikundi vyote tulivyovitrain, kuna kikundi kimoja ambacho kimeanza uzalishaji ambacho kiko Pwani, lakini kuna vikundi vitatu ambavyo viko Kilosa pia vimeonyesha jitihada za kuanza kuzalisha mkaa. Tatizo kubwa au changamoto ilikuwa na wakabili ni mitambo au vifaa vya kuzalishia ambavyo wenzetu wa REA wametusaidia kuwapatia. Praxeda Mtani, TBC, Morogoro. Naibu waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi Benekiti Ole Nangolo amezindua mtambo wa kuzalisha hewa nitrogen kanda ya kusini, ambapo utatumika kama pembejeo muhimu ya kuhifadhi mbegu za madume bora zinazozalishwa nchini. Pamoja na uzinduzi huo, Nangolo amesema pamoja utaweza kuongeza matumizi ya uhamilishaji wa sekta ya mifugo ili ifikapo mwaka 2025 kwa sehemu kubwa ya nchi iwe na ufugaji wa kisasa na endelevu wenye mifugo bora na uzalishaji mzuri. Mwandishi wetu Martina Ngulumbi ameandaa taarifa zaidi. Naibu waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi Benedict Ole Nangolo amezindua mtambo wa kuzalisha kimiminika cha nitrojeni kanda ya kusini, ambacho kitatumika kama pembejeo muhimu ya kuhifadhi mbegu za madume bora zinazozalishwa hapa nchini. Kisha akapata maelezo namna mtambo huo utakavyokuwa unafanya kazi kutoka kwa mkurugenzi wa kampuni ya kusambaza pembejeo za mifugo na kilimo nchini. Mtambo huu una uwezo wa kuzalisha lita 5 za pure liquid nitrogen kwa saa.
mtambo huu unatumia maji na umeme tu, kama ambavyo unaona katika mashine hii ya kusanya hewa. John Likango ni kaimu katibu tawala wa mkoa wa Lindi. Kuna baadhi ya maeneo mengine mpaka sasa hivi pamoja kuna wafugaji bado miundombinu hii bado haijakamilika. Ndio wakati wengine bila shaka nasababisha hao ndugu zetu wanayetoka IHF wanaweza akawa wamekuja leo hapa wakakaa siku 2-3 wakakuta bila shaka narudi mahala fulani baada ya kuona kwamba kwa mfano upande wa maji ikawa ni tatizo. Mara baada ya kuzindua mtambo huo, naibu waziri wa mifugo na uvuvi Benedict Ole Nangoro akazungumza. Mkoa ujipange kufanya mabadiliko tangu mwanzo, na mtambo huu utawezesha mkoa kufanya hayo, ili watu wanaokuja moja pamoja na masharti mengine ya kuwapangia maeneo ya kulishia, mbegu zilizoko hapa ni rahisi kutumika, kwa sababu hakuna gharama kama kununua dume moja la kisasa, kulilisha, kuliogesha, kulidunga. Baadhi ya maafisa mifugo na wakazi mkoani Lindi wanazungumziaje uzinduzi huo? Kwa sababu ilikuwa kupata mbegu Arusha mpaka kuzileta kwetu kwenye mkoa wa Lindi kwa ni changamoto. Hii ni fursa kubwa sisi kuanzisha ufugaji na kupata utunzaji bora wa mbegu. Maritina Ngurumbi, TBC Lindi. Na waandaji wa vipindi vya elimu kwa umma wametakiwa kuandaa vipindi vyao hadi vijijini badala ya kuandaa mijini pekee, kwa kuwa wadau wengi wa vipindi vyao wako vijijini. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Tanga Chiku Galawa katika hotuba yake iliyosomwa na kaimu mkuu wa mkoa huo Halima Dendegu alipokuwa akifungua mkutano wa 95 wa mafunzo kwa waandaji wa vipindi vya umma unaoratibiwa na Shirika la Utangazaji Tanzania TBC. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Elisha Elia kutoka Tanga. Wahenga walisema elimu haina mwisho, usemi unaodhihirika kwa waandaaji hawa wa vipindi vya elimu kwa umma vinavyotangazwa na Shirika la Utangazaji Tanzania kupatiwa mafunzo ya namna ya kuandaa vipindi bora kwa njia ya kisasa. Akifungua mafunzo haya ya 95 yanayoratibiwa na Shirika la Utangazaji Tanzania, mkuu wa mkoa wa Tanga Chiku Galawa katika hotuba yake iliyosomwa na kaimu mkuu wa mkoa huo Halima Dendegu amewataka watayarishaji hao kuacha kuandaa vipindi kutoka mijini. Baada ya mafunzo haya, ni vyema basi ninyi waandaaji wa vipindi vya elimu kwa umma kupitia TBC mwashirikishe wadau wenu wakubwa ambao ni wananchi, hasa walioko vijijini, kwani hivi sasa kuna manunguniko kuwa vipindi vingi vinavyotangazwa vimeegemea zaidi maeneo ya mjini na hata nchi za kigeni na kuwasahau wale wa Tanzania walioko mjini. Ukiacha hivyo, katika vipindi vyenu mmekuwa mkiwatumia zaidi viongozi wenu maofisini kuliko walengwa wenu ambao ni wananchi. Na washauri kuwa ni muhimu kupata mawazo na maoni yao, kwani nao wanajua hali halisi ya yale mnayoyahitaji katika vipindi vyenu. Hivyo basi, ni vyema kufanya utafiti wa kina na ufuatiliaji wa vipindi vyenu mnavyovitangaza ili viweze kukidhi haja ya wadau wenu. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Tanzania TBC Clement Mshana amesema shirika lake litaendelea kutoa mafunzo kwa waandaaji hawa wa vipindi kutoka taasisi mbalimbali ili kuongeza ubora wa vipindi vinavyotangazwa na vyombo vya habari vilivyo chini ya shirika hilo. Mkutano huu ni wa mafunzo kwa ajili ya kuboresha vipindi vyenu, hasa ukizingatia mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia ambayo yamekuwa yakienda kasi. Kwa mfano, niwakumbushe tu ndugu wajumbe kwamba ifikapo mwezi Disemba, yani tarehe 31 Disemba mwaka huu, mitambo yote ya analojia itazimwa na nchi za Afrika Mashariki na kuingia katika mfumo wa dijitali. Nasi tusingependa mwachwe nyuma. Kwa mantiki hiyo basi, hata utayarishaji wa vipindi vyenu lazima uendane na kasi inayotokana na mabadiliko haya. Mafunzo haya ya waandaaji wa vipindi vya elimu kwa umma yaliyoratibiwa na Shirika la Utangazaji Tanzania na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA yanatarajiwa kufanyika kwa siku 10. Kutoka jijini Tanga, mimi ni Elisha Elia wa TBC.
Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo ndio nahitimisha taarifa ya habari, na hii ni Jambo Tanzania.